Imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran imethibitisha kifo cha mkuu wake wa usalama mwenye ushawishi mkubwa Ali Larijani katika shambulio lililofanywa na Israel. Alikuwa makamu wa rais kule nchini Kenya. Rigathi Gachagua anasema anajiandaa ili kuweza kumuondoa madarakani rais wa sasa William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao wa 2027. Makosa tuliyofanya tumekubali, si ati mimi peke yake nilisema William Ruto achaguliwe. Ili kosa tulifanya lilikuwa kosa kubwa sana, tutarekebisha. Na shirika la afya duniani WHO lataja saratani kuwa miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kusababisha vifo kote duniani. Ongezeko pia linachangiwa na mfumo wa maisha. Watu tunaishi maisha ya bwete, sedentary life. Watu hawafanyi mazoezi, tunakula hovyo, hatuachi pombe, watu wanakunywa sana na kuvuta sigara sana. Leo ni Jumatano, msikilizaji, ya Machi 18 mwaka huu wa 2026. Kwanza mwenzangu Phyllis Mwate anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Phyllis, kazi kwako tafadhali, karibu. Shukran Skola na karibu msikilizaji. Iran imethibitisha kifo cha mkuu wake mashuhuri wa usalama Ali Larijani baada ya Israel kusema kwamba imelenga maficho yake. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa limesema aliuawa pamoja na mwanawe na naibu wake. Sam Batenzi na maelezo zaidi. Ali Larijani anatajwa kama mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa nchini Iran. Alikuwa mpatanishi wa zamani wa masuala ya nyuklia, akionekana kama mtu wa vitendo, lakini pia mtetezi wa ukandamizaji wa ndani. Mhariri wa kimataifa wa BBC anasema kuwa ikiwa nafasi yake itachukuliwa na mtu mwenye msimamo mkali zaidi, basi juhudi za kufikia makubaliano ya kupunguza mvutano wa vita zinaweza kuwa ngumu zaidi. Vilevile Iran ilikiri kuwa kiongozi wa wanamgambo wa serikali Basij ameuawa katika mashambulizi hayo. Mashambulizi dhidi ya Iran yanaendelea, huku jeshi la Marekani likisema kwamba limelenga maeneo kando ya pwani ya Iran karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran na wanamgambo wa shirika wake pia yanaendelea. Maafisa wa Israel wanasema kwamba watu wawili wameuawa karibu na mji wa Tel Aviv kutokana na kombora la masafa marefu kutoka Iran, huku maeneo katika Falme za Kiarabu, Iraq, Qatar na Kuwait pia yakilengwa. Rais wa Marekani Donald Trump amepuuza kujiuzulu kwa mshauri muhimu wa kijeshi kuhusiana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akisema kwamba kujiuzulu kwake ni jambo jema. Mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha Marekani cha kupambana na ugaidi Joe Kent alikuwa amesema kwamba Iran haikuwa tishio la haraka kwa Marekani na kwamba Israel ilishinikiza Marekani kuanza vita. Sikumfahamu vizuri, lakini nidhani kuwa alikuwa na muonekano wa kuwa mtu mzuri. Lakini niliposoma kauli yake, niligundua kuwa hata ni vizuri kwamba ameondoka, kwa sababu alisema kuwa Iran sio tishio. Iran ilikuwa tishio. Kila nchi ilitambua jinsi Iran ilivyokuwa tishio. Na jeshi la Israel pia limewaagiza wakazi waliobaki katika mji wa kusini wa Lebanon wa Tyre kuondoka, likisema kwamba litashambulia malengo ya Hezbollah yaliyoko huko. Tangu kuanza kwa mapigano ya hivi karibuni na Hezbollah, mashambulizi ya anga ya Israel yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 900 nchini humo. Hii ni BBC. Naam, akiwa studio zetu za kule Nairobi, mwenzangu Phyllis Mwate, huyo msikilizaji ambaye amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tusikilize kupitia Lizardel Radio na Radio Muungano kule Beni. Uganda, Voice of Muhabura na Voice of Karamoja pamoja na Voice of Busoga. Nchini Kenya, Pamoja FM, Most FM na Mwenedu FM. Tanzania tusikilize kupitia Budi FM, Bomba FM, CGFM, Classic FM, Radio 1 na Radio Free Africa. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Iran imethibitisha kwamba mkuu wake wa usalama Ali Larijani aliuawa katika shambulio la anga la usiku lililofanywa na Israel. Pia imethibitisha kuwa kiongozi wa wanamgambo wa Basij Gholam Zera Soleiman ameuawa. Filis Mwate na taarifa zaidi. Ni tangazo hilo kutoka kwa shirika la habari la serikali ya Iran likiripoti kifo cha mkuu huyo wa usalama na kuthibitisha tangazo la awali kutoka Israel. Israel ilikuwa imesema imelenga maficho ya kiongozi wa baraza kuu la usalama wa taifa la Iran katika shambulio la anga la usiku. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza akisema kuwa operesheni hiyo ilikuwa na mafanikio makubwa ya kijeshi. Shambulio hilo la anga lililomua Ali Larijani limeondoa mmoja wa watunga sera wenye ushawishi mkubwa nchini Iran. Larijani hakuwa kamanda wa kijeshi, lakini alikuwa mhimili muhimu katika kuunda maamuzi ya kimkakati ya Iran. Kama katibu wa baraza kuu la usalama wa taifa, alikuwa katikati ya maamuzi kuhusu vita, diplomasia na usalama wa taifa. Kifo chake kinakuja wakati ambapo maafisa kadhaa waandamizi wa Iran na makamanda wameuawa ndani ya wiki chache, hali inayoashiria juhudi endelevu za kudhoofisha uongozi wa Iran wakati wa vita. Licha ya msimamo wake mkali dhidi ya nchi za Magharibi, Larijani mara nyingi alielezwa ndani ya Iran kama mtu wa vitendo aliyependelea mikakati iliyopimwa badala ya maneno makali. Hayo ya kijiri, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine imetuma wataalam zaidi ya 200 ili kusaidia nchi za Ghuba kujilinda dhidi ya droni za Iran. Akihutubia wabunge nchini Uingereza, ametaja Iran na Urusi ambayo hutumia drone za Shahid zilizobuniwa na Iran dhidi ya Ukraine kama ndugu katika chuki. Utawala wa Urusi na Irani ni ndugu katika chuki, na ndiyo maana pia ni ndugu katika silaha. Dunia imeingia katika enzi mpya kabisa, enzi ya ndege zisizo na rubani. Hakuna anayeweza kutabiri mabadiliko haya yataelekea wapi, lakini lazima tuendane nayo, na zaidi ya hapo ni lazima tuyatangulie mbele. Naye rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameomba radhi kwa majirani wa Iran kuhusu mashambulizi kwa nchi majirani, akisema kwamba Iran haitawashambulia isipokuwa pale tu itakaposhambuliwa kwanza. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, mashambulizi mengi ya Iran yamelenga majengo ya makazi ya raia, hoteli, viwanja vya ndege vya kiraia na balozi, na kwa njia isiyo halali yamelenga miundombinu ya kiraia kama vile vituo vya kifedha. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya angalau raia 11 na majeruhi wasiopungua 268. Ni taarifa yake Filis Mwate. Nam, tuelekee nchini Kenya sasa, ambapo siasa zimeanza kushika kasi miezi 14 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Miongoni mwa wanaogonga vichwa vya habari ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliyetimuliwa kazini miezi kadhaa iliyopita. Gachagua amekuwa akiendeleza kampeni ya kuunda muungano wa viongozi wa upinzani kwa njia ya kumng'oa ama nia ya kumng'oa madarakani Rais William Ruto. Hata hivyo, amekabiliwa na upinzani mkali, ikiwemo mikutano yake kutibuliwa na polisi. Sasa je, bado ana azma ya kuiongoza Kenya? Mtangazaji kinara wa Dira TV Ron Clifford amemuuliza Gachagua swali hilo katika mahojiano maalum na BBC. Mimi ni mgombea kiti cha urais mwaka 2027 na niko na matarajio kubwa sana, na niko na imani ya kwamba Wakenya wananipenda, wananijua na watanipatia nafasi ni waongozi, na tuko wengi karibu 6-7, na tumekubaliana kila mtu atafute umaarufu pahali ametoka katika chama chake, kila mtu auze sera zake, lakini hapo mbele tutaketi chini tuulizane maswali na tukubaliane. Kwa muda mrefu umejitokeza sana ukiongea maslahi ya watu wako wa mlima. Kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba wewe ni kiongozi wa mlima zaidi kushinda kuwa kiongozi wa Kenya. Hata mimi ni kiongozi wa Kenya, lakini siasa ya Kenya inaanza nyumbani. Huwezi pata umaarufu kwa jirani kama una umaarufu nyumbani. Uende kwingine ukatafuta umaarufu. Huo si ukabila? Si ukabila. Inakuwa namna hiyo. Hata wazungu wanasema charity begins at home. Mimi mwenyewe nimetafuta umaarufu mlimani, nimekubalika. Mikutano yenu imekuwa ikishambuliwa sana na polisi kila wakati, hata mkiwa ndani ya kanisa. Hii kwanza inakufanya unajihisi wewe vipi wewe kuhusu usalama wako mwenyewe, lakini kutoka sasa mpaka mwaka 2027 mnafikiria mtakuwa salama na mtaruhusiwa kupiga kampeni tu kama watu wengine? Kusema ukweli, Oditi, mimi saa ingine naogofya sana juu ya maisha yangu na watu wangu, familia yangu na wafuasi wangu, kwa sababu tangu nifurushwe ofisi
Nimeletewa vita kanisani na nje ya kanisa mara 24. Nimepiga ripoti kwa polisi, hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Na mimi nikiogopa hao watakuwa wamefaulu. Kwa hivyo mimi nikiigiza baridi niogope, nirudi nyumbani hapa Munyoro ama Nairobi nikae, hao watu watakuwa wamefaulu. Kwa hivyo mimi naendelea. Katika siku za hivi karibuni, viongozi wa upinzani hawajapewa nafasi. Tanzania chama cha upinzani Chadema hakikushiriki hata kwenye uchaguzi. Kiongozi wake Tundu Lissu yuko jela. Uganda Kizza Besigye yuko jela. Una wasiwasi kwamba Kenya inaweza ikaenda kwenye njia sawia na hiyo? Kenya sio Uganda na sio Tanzania. Hii nchi ya demokrasia, nchi ya wapiganiaji huru. Hao wa Kenya ni wazalendo ambaye wako na rekodi ya kukataa kukaliwa na kutawalwa na mabafu. Na hapa hawezi zuia upinzani. Hawa wa Kenya ni tofauti. Unafikiri ni kwa nini viongozi wa Afrika Mashariki sasa wamegeukia tabia hiyo ya kuwanyamazisha watu ambao wanajaribu kuwakosoa? Hao viongozi wa Afrika Mashariki wameambukizana tabia mbaya. Kenya ni tofauti sana na Uganda. Kenya ni tofauti sana na Tanzania. Wa Kenya ni watu ambaye hawezi kubali kutawalwa na mabafu. Hawezi kubali mauaji. Kuna baadhi wanahoji kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuwa katika nafasi ya uongozi kwa miaka mingi. Tangu enzi zile watu wakisema ulikuwa dio. Sasa kwa muda huu wote umefanya kazi na serikali mbalimbali, na wewe ndiye uliyemleta William Ruto. Wewe ndiye uliyemuuza kwa watu wako hawa wa mlima. Na ukasema William Ruto mimi nina imani na yeye. Sasa kesho ukija hapa wa Munyoro utuambie kwa mfano nina imani na Mheshimiwa Kalonzo, nina imani na Matiang'i, ama nina imani na mimi mwenyewe. Watu wanajiuliza tutakuamini vipi tena Mheshimiwa Gachagua? Makosa tuliyofanya tumekubali. Si ati mimi peke yake nilisema William Ruto achaguliwe. Kanisa iliongoza. Sasa amejulikana, ametoa makucha, amejionesha, ametoa marangi yake yote. Na kwa hivyo Wakenya wamesema kufanya makosa si mbaya. Makosa na kurudia. Hili kosa tulifanya lilikuwa kosa kubwa sana. Tutarekebisha. Na alikuwa naibu wa rais kule nchini Kenya, huyo Rigathi Gachagua, kama ambavyo amezungumza hapo na mtangazaji kinara wa Dira TV Ron Clifford. Mahojiano haya yatakujia pia kwa kina zaidi na kwa kirefu, unaweza kutazama kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini hapo baadaye katika Dira ya Dunia televisheni. Sasa moja kwa moja viwanjani na jezi. Sijui kuona umevaa jezi nambari ngapi, lakini leo nitakupa, utakuwa 14 wewe. Twenzetu Florian Kaijage. 14 iliwe kuvaliwa na mtu maarufu sana wa Arsenal anaitwa Thierry Henry. Nilijua utasema Wasene Ngoene, twende kazi. Hilo ni chaguo lako. Naam. Bana, katika shirikisho la soka Afrika CAF limeipoka timu ya taifa ya Senegal ubingwa wa AFCON 2025. Sasa bingwa ni Morocco. Waswahili wanasema kutangulia sikufika pa. Tutasikia mengi. Uamuzi huo umepitishwa na bodi ya rufaa ya CAF kufuatia rufaa iliyowasilishwa na Morocco. Bodi hiyo ya rufaa imeamua kwamba kitendo cha wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani kupinga adhabu ya penalti kiliathiri matokeo ya mechi na kinakiuka vifungu vya 82 na 84 vya kanuni za mashindano ya AFCON vinavyoeleza kuwa timu inayogomea mchezo inahesabiwa kushindwa na kuondolewa mashindanoni. Morocco alipatiwa ushindi magoli 3-0. Ikumbuke wachezaji wa Senegal waliondoka dimbani baada ya mwamuzi kutoa adhabu ya penalti na walirejea dimbani baada ya dakika 17. Morocco walikosa penalti na baadaye kushinda 1-0, yani Senegal katika muda wa dakika 30 za nyongeza. Senegal baada hawajatoa tamko lolote kuhusu uamuzi huo, badala yake wamechapisha kwenye mtandao wa X na Twitter picha za wachezaji wakishangilia ubingwa. Katika ligi ya mabingwa Ulaya, timu mbili zilizopata ushindi mnono nyumbani katika michezo ya kwanza kuna Stabora zimefuzu kwa robo finali. Mabingwa watetezi PSG wameinyanyasa tena Chelsea iliyocheza nyumbani kwa kichapo cha 3-0, hivyo kupata ushindi mnono wa jumla ya mabao 8-2. Real Madrid wao wakajipatia ushindi wa 2-1 mbele ya mashabiki lukuki wa Manchester City na kusonga mbele kwa jumla ya magoli 4-1. Arsenal wanaong'aa mithili ya nyota kwa sasa wakashinda 2-0 na kupata ushindi wa jumla ya mabao 3-1. Timu pekee iliyopoteza mtaji wa 3-0 wa mchezo wa kwanza ni Bodo Glimt ya Norway iliyonyokwa vilivyo na Sporting ya Ureno 5-0, hivyo kutupwa nje kwa jumla ya magoli 5-3. Michezo mingine minne ya hatua ya 16 bora itapigwa hii leo. Miongoni mwa swala la kusisimua ni Bayern Munich ya Ujerumani itakayoikabili Atalanta ya Italia, huku walinda lango wake watatu wa kikosi cha kwanza wakiwa majeruhi, hivyo kulazimika kumtumia mlinda lango mwenye umri wa miaka 16 tu Leonard Prescott
Mechi nyingine ni Barcelona dhidi ya Newcastle United, Liverpool Galatasaray na Tottenham Hotspur ikicheza na Atletico Madrid. Tumalizie kwa kifupi katika usajili ni kwamba Arsenal itakabiliana na ushindani mkali kutoka kwa Juventus Turin kuania saini ya mchezaji wa kimataifa wa Ujerumani Leon Goretzka, huku kiungo huyo mwenye umri wa miaka 31 akitarajiwa kuondoka Bayern Munich mkataba wake utakapokamilika katikati mwa mwaka huu. Ni hayo tu katika dondoo za sport, tukingoja mjadala mzito wa bingwa Afrika mitandaoni kutawaka moto hii leo. Sasa tutafanya tena kombe la kuwakabidhi ama sherehe. Sasa hilo tungoje na tuone. Sasa Senegal poleni. Haya, shukrani. Matangazo haya ni Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na Iran yathibitisha kifo cha mkuu wake wa usalama mwenye ushawishi mkubwa Ali Larijani katika shambulio lililofanywa na Israel. Alikuwa makamu wa rais kule nchini Kenya Rigathi Gachagua anasema anajiandaa ili kuweza kumuondoa madarakani rais wa sasa William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao 2027. Na shirika la afya duniani WHO lataja saratani kwa miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kwa kusababisha vifo duniani. Hii ni BBC. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Zambia anasema baadhi ya vyama vya siasa vinawaomba wanawake wanaotaka kugombea nafasi za kisiasa kutoa rushwa ngono ili wachaguliwe kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. Taarifa zaidi inawasilishwa hapa na Florian Kaijage. Maiga Kabika, mkuu wa utumishi katika kitengo cha jinsia ndani ya ofisi ya rais, amesema atawahimiza wanawake wote wanaotaka kugombea nafasi katika uchaguzi ujao kurekodi matukio hayo. Hata hivyo, hakuvitaja vyama vya siasa vinavyotuhumiwa kwa matendo hayo. Zambia ina pengo kubwa la kijinsia katika siasa za kitaifa, ambapo takriban 15% tu ya wabunge ni wanawake. Uwiano huo mdogo katika uongozi unaakisi vikwazo vya kitamaduni na kimuundo vilivyojikita kwa muda mrefu, kulingana na taarifa ya urais iliyotolewa mwaka jana. Kabika alikuwa akihutubia mkutano wa waendesha mashtaka wa serikali alipofichua kwamba wanawake wamekuwa wakimfikishia taarifa kuhusu wanachotakiwa kufanya ili kupitishwa kuwa wagombea. Amesema anapokea ujumbe mwingi na baadhi yake tayari umerekodiwa, akionyesha wanawake wameombwa kutoa rushwa ya ngono ili kupitishwa kama wagombea, jambo alilosema halikubaliki. Beauty Katebe, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya baraza la kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali ya masuala ya jinsia, aliiambia BBC kwamba hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa kwa sababu inawakatisha tamaa wanawake wengi kushiriki katika siasa, hasa kama wagombea. Aliongeza kuwa wanawake wengi wamepitia kile alichokiita unyanyasaji wa kingono wa kulazimisha wakati wa mchakato wa uteuzi, na akawahimiza waathirika kuripoti matukio hayo. Hata hivyo, alikiri kuwa kuna changamoto kutokana na upendeleo wa kitamaduni na aibu ambayo waathirika hukumbana nayo. Katebe alitoa wito wa kuanzishwa kwa mahakama maalum za kushughulikia kesi hizo kwa haraka na kusema sheria zinapaswa kuimarishwa ili kukomesha unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake. Alieleza kuwa mfumo dume ndani ya vyama vya siasa imeathiri ushiriki wa wanawake. Katika taarifa yake ya mwaka jana kuhusu tofauti ya kijinsia, ofisi ya rais ilikiri kwamba ingawa kumekuwa na uteuzi wa wanawake wachache katika nafasi za juu, ikiwa ni pamoja na makamu wa rais Mutale na Alumango, bado kuna safari ndefu kufikiwa usawa. Kwa mfano, ilisema 28% ya wakurugenzi wa utumishi wa umma ni wanawake, na kati ya wakurugenzi wakuu 36 wa mashirika ya umma, 5 tu ni wanawake. Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Agosti 13, ambapo wananchi wa Zambia watamchagua rais, wabunge, madiwani na wenyeviti wa halmashauri. Naam, asante Florian Kaijage. Msikilizaji, kama ulivyosikia katika taarifa za michezo, habari ambayo sasa inagonga vichwa mbalimbali vya habari kususa kwa iponza Senegal, kafu yaipa Morocco ubingwa wa AFCON 2025. Ukifungua hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili, taarifa kubwa kabisa iko hapa. Lakini ukurasa wetu wa Facebook umetuandikia maoni yako. Fikiri Dario Ngakala anasema jamani, mbona hili ni kama tuliona tangu mapema
mapema kabisa. Lakini Stanley Kadilana anasema ila soka la Afrika kivyetu vyetu. Asante pia kwa Jisto Malila kutoka Mbeya, Tanzania. Anasema jamani, kinachoendelea huko ni nini huko Iran? Lakini Ahazi Philbert Mwaikambo kutoka Geita, Tanzania anasema dalili ya kuipa ubingwa Morocco ilionekana mapema, ndio maana tunaona vituko vya namna hii, lakini dalili ni mbaya sana, maana fainali zijazo za AFCON mataifa mengi yatajitoa. Ameandika hivyo maoni yake. Kiendelea kuchakata na kuyafikiria hayo ya Moroko na kutuma pia, unaweza ukasoma taarifa kuhusiana na vita vinavyoendelea kule Sudan Kusini, moto uliotokea angani na kuwachoma. Lakini kuna taarifa hii hapa, kwa nini Trump anatishia NATO kuhusu Humus? Lakini je, sura ya kifahari ya Dubai imetikiswa na vita? Taarifa hiyo na nyingine nyingi tu, msikilizaji, unaweza kuzisoma hapa katika tovuti yetu. Marekani, Israel na Falme za Kiarabu zinataka nini kutoka Iran? Kigogo Marekani yajiuzulu kupinga vita vya Iran. Lakini ligi ya mabingwa Ulaya, Arsenal PSG zatinga robo final, Chelsea Man City nje. Taarifa imekuwa dakika 3 tu zilizopita. Acha niachane na mambo hayo ya michezo, tuendelee kunako taarifa nyingine, ambapo kulingana na shirika la afya duniani WHO na kitengo cha kimataifa cha tafiti juu ya saratani yani IARC, saratani ndio inaongoza kwa kusababisha vifo duniani, huku takriban visa vipya milioni 20 na vifo milioni 9.7 vikirekodiwa mwaka 2022. Saratani ya matiti sasa ndio saratani inayowapata wengi zaidi duniani, ikifuatiwa na ikipita saratani ya mapafu, huku tumbaku, pombe na unene kupita kiasi vikitajwa kwamba ndio vichocheo vikuu. Nimezungumza na Dr. Peter Rotich kutoka kituo cha saratani nchini Kenya, pamoja na Daktari Helen Makwani, daktari bingwa wa saratani kutoka Tanzania, ambaye anaanza kueleza hali ya saratani ilivyo sasa. Saratani inayoongoza ni saratani ya mlango wa kizazi kwa takriban 48%, tukifuatiwa na saratani ya matiti kwa takriban 9%. Na katika hiyo saratani ya matiti tunapata visa vya saratani ya kwa matiti kwa wanaume takriban 1%. Lakini saratani ya tatu ni ya tezi dume, kwa hiyo tuna visa vingi pia vya saratani ya tezi dume kwa sasa. Hali si nzuri, visa vinaongezeka kutokana na takwimu za kwa sasa hivi. Dr. Rotich, tuangazie sasa unadhani kwa nini wagonjwa wa saratani wamezidi kuongezeka? Tunaona kwamba kwa zile enzi za zamani tulikuwa tunaona kama hakuna saratani, tulikuwa tunaona kama kuna magonjwa zingine kama malaria, tuberculosis. Vile miaka imeenda, alafu healthcare imeanza, hospitali imeanza kufanya diagnosis, kuna equipment kwa hospitali, pia watu wameanza kusoma, wanaona kwamba kuna pia ugonjwa zingine. So tunaona kwamba sasa kwa hizo hali ya kiafya imeimarika kwa kupima, ndio tunaweza kuona zaidi. Ndio maana maybe saizi tunaona kwamba hizi magonjwa kama zimekuwa mingi. Naam, asante Dr. Rotich. Dr. Helen Makwani, uligusia kuhusiana na saratani ya matiti na saratani ya mlango wa kizazi, ikionekana ndizo saratani ambazo zimezidi kuongezeka zaidi. Si jambo zuri hata kidogo, lakini pia uligusia saratani ya tezi dume kwa wanaume, vile na yenyewe pia imeongezeka. Nini kinachochea haya, ama ni kwa nini? Ongezeko pia linachangiwa na mfumo wa maisha. Nikiwa na maana kwamba kwa maisha ya sasa watu tunaishi maisha ya bwete, sedentary life, lakini pia watu hawafanyi mazoezi, tunakula hovyo, na mbaya zaidi hatuachi pombe, watu wanakunywa sana na kuvuta sigara sana. Kwa hiyo ile hali ya kutokuwa na maisha ya mazoezi sio tu kwa saratani, hata magonjwa ya shinikizo la juu la moyo, hata na kisukari. Lakini pia tunakula nini, tunakunywa nini na kwa wakati gani? Teknolojia imeharibu hata mfumo wa malezi, kiasi kwamba malezi tunalea katika hali ya kubembeleza sana watoto. Tunaona kwamba hawastahili kupata dhihaka au kupata stress yoyote, lakini tunaharibu pia. Na nilikuwa nimekuuliza sasa, nini kinachochangia kuongezeka zaidi kwa takwimu za juu katika saratani ya matiti, mlango wa kizazi, na sasa pia saratani ya tezi dume kwa wanaume? Je, hayo uliyowataja ndio miongoni mwa mambo makuu yanayochochea? Haswa pamoja na yale aliyosema mwenzangu kwamba teknolojia nayo imeongezeka. Lakini zamani sio kwamba visa havikuwepo, lakini sasa hivi tunapata hasa visa vya mapema sana, ambayo kwa zamani hatukuviona. Ni kwa sababu ya kubadilika kwa mfumo wa maisha. Kwa ufupi,
Naam, asante sana Daktari Helen Makwani. Dr. Rotich, changamoto zipi ambazo unadhani zinakumba mataifa barani Afrika katika kupambana na kuangamiza? Tuwezi tukaimaliza kabisa, lakini walau kupunguza kasi hii ya takwimu za juu za uwepo wa saratani mbalimbali. Kuna changamoto mingi sana yenye tunaona saizi inazuia nchi mingi sana kudhibiti hii ugonjwa, na tunaona kwamba kuna zile tunaita infrastructure ni vile tumeweza kuweka in terms of equipment, in terms of kama ni hospitali ile maalum. Pia kuna changamoto pia ya wale wauguzi ya Afrika. Kuna hata nchi kuna nchi 30 yenye hawana any specialist kama oncology, na pia ukielekea huko mashambani ama mashinani huwezi kupata pia. So kuna changamoto. Shida pia ni ile wewe unaenda kujipima kujua kwamba ile tunaita preventive care, ndio watu hawezi wakaenda kujipima mapema. Unaweza pata kwamba nchi za Afrika hawana ile insurance ili waweze kukaramia, because matibabu ya saratani ni bei ghali sana. So utapata kwamba ni ngumu. Kwa mfano, kwa nchi ya Kenya saa hii, kama uko na saratani ya kizazi unahitaji $500,000 ili uweze kutibu. So unaweza pata kwamba kuna mtu anaenda shamba analipwa karibu shilingi 500 kila siku, na hakuna kazi nyingine, hana lolote ya kuweza kunini. Kuna manchi zingine pia wako na hiyo insurance system kwa nchi zao, yenye ni changamoto kwa nchi zingine. So kuna vitu vingi pia kuliko kuna misinformation, kuna watu kuogopa pia kwenda because watu wanajua cancer ni death sentence. So kuna watu pia kuna ile social fear ya society, na pia kuna watu hawataki kwenda hospitali, wanaenda kwa mitishamba. Wanaamini mitishamba sana kuliko hospitali. So wakienda mitishamba wakati wanarudi sasa ugonjwa imeenea. Naam, Dr. Helen Makwani, umekuwa ukihamasisha sana ama ukitoa elimu juu ya saratani na umetunga mpaka vitabu kule nchini Tanzania, lakini kwa daktari kwa muda mrefu, bingwa tena wa saratani, mambo gani unadhani mataifa yanatakiwa kufanya walau kuweza kupambana na kuzuia ongezeko hili la saratani? Lengo langu kwanza la kutunga hivi vitabu ni kuhakikisha kwamba elimu inawafikia wale wasioelewa ya lugha ya Kiingereza ambao ni wengi zaidi katika Tanzania. Lakini pia saratani sio ugonjwa wa siku moja. Elimu inatakiwa iendelee kuelimisha jamii jinsi ya kujikinga kwa saratani zinazoweza kuzuilika, lakini pia kufanya uchunguzi wa mara kwa mara ambao watu wengi wanaogopa, na iwapo utagundulika mapema utatibiwa vizuri na kupona mapema. Saratani kama alivyosema mwenzangu, it's not a death sentence. Lakini pia mimi kama daktari wa saratani, kwa nini nimeonelea tuanze na elimu? Na hii elimu haipasi kuanza mtu akifika utu uzima. Tunatakiwa tuanze huku chini kwenye watoto wetu. Mfano, unywaji kupindukia, uvutaji wa sigara, ngono zembe, vyote hivyo vingine vinaweza vikasababisha saratani. Kwa hiyo lengo langu kubwa ni kuhakikisha vitabu vinapatiwa bure kuanzia shule ya msingi. Kwa sababu sasa na vitabu 2 na kingine cha mfumo wa maisha na magonjwa yasiyoambukiza, ambacho nimeandika kwa ajili ya jamii, sio kwa ajili ya daktari au mtaalamu wa afya. Ni kumwelekeza mtu ambaye haelewi chochote aweze kujiepusha na nini na afanye nini ili kupunguza ongezeko la haya magonjwa. Najua kuna ya kurithi, lakini mengi saizi ni mfumo wa maisha. Itakapofika mwaka 2035 kutakuwa na punguzo kubwa sana la visa tunavyoviona, kwa sababu visa vya sasa hivi sio kwamba vimetoka ghafla, ni mwendelezo wa maisha ambayo sio ya afya bora. Naam, huyo ni Dr. Helen Makwani, daktari bingwa wa saratani kutoka Tanzania, lakini pia nimezungumza na Daktari Peter Rotich kutoka kituo cha saratani kule nchini Kenya, tukiangazia kuhusiana na namna ambavyo saratani inatajwa kuongoza kusababisha vifo duniani. Na hapo ndipo ambapo msikilizaji natamatisha matangazo haya Amka na BBC, yamesimamiwa na Phyllis Mwate. Fundi mitambo ni Samba Tenzi. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia, lakini tembelea tovuti zetu na mitandao mbalimbali BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na kutakia asubuhi njema.